Aikare Jerusalemu, betere Inyamwero, Inyamwero, Nagesambio, Inyamwero, Inyamwero, Inyamwero. Nagesambio, karibuni tena katika EPC Inspiration Team, timu ambayo Bwana ametusaidia katika kufunua mambo na kuyasema ambayo tumejaliwa katika nyakati za mwisho. Nataka kusema kuhusu maono ya tarehe 16 mwezi wa pili 2020. Nikaona katika maono makubwa ya ajabu usiku, tunajenga mjengo wa nyumba ndefu kwenda mbele. Halafu kulikuwa tumeweka ngazi. Nikaona tulipojenga na vifaa vya kujenga vyote vyetu ambavyo tulikuwa navyo. Sikutambua kuwa hawakuwa wameweka ngazi. Basi tukawakalisha wale mafundi wengine mpaka mmoja akasema, "Tutagoja hadi lini?" Na mwingine akasema vile vile, na hata mwenye nyumba naye akasema, "Tunawakalisha." Basi nikaona kwa sababu nalikuwa kwenye kona, nitajenga kosi 3 haraka kwa sababu mikono yangu ilikuwa miepesi ili hawa mafundi wengine waendelee. Lakini kabla hatujaanza kujenga hapo kitambo, ukuta ulibomoka, ukapiga chini pop, mpaka kule chini na mawe yakamwagika kwenye ule mteremko. Halafu hayakuenda mbali. Nilipotazama juu angani, nikaona ndege moja ya kijeshi inapita, na mwewe pia ulikuwa unapita hewani. Basi nikaona sasa ni katika uwanja mmoja tuliochezea mpira zamani, na tulitembea na ndugu yangu, na nikaanza kumwambia, "Haya, ndio uwanja huu tuliouchezea zamani, hata goli lilikuwa mahali hapa." Nikamuonyesha vile ilivyokuwa katika ule uwanja. Basi nikasikia sauti ikisema, "Inua macho yako kuelekea juu uone mambo yanayotendeka." Basi nikaona ndege kama tano hivi, na moja ni kubwa sana, zilizofanana na mwanga wa mbinguni. Kitani safi kama mwanga mkuu wa mawingu meupe unaong'aa kama mwanga wa Elohim, kama zilivyo mwezi na nyota. Halafu kuna mfano wa mtu aliyesimama mbele ya sanduku kubwa sana la dhahabu ing'aayo sana. Na kama huyu mtu alikuwa ana taji kichwani ya kifalme, alikuwa na mwanga wa ajabu sana, na sanduku lile nikaona upana wa nyumba yake kama futi 10 kwa 10, na kwenda juu ni kama futi 10 hivi. Alafu huyu mfano wa mtu ambaye alikuwa na taji alisimama pale mbele kwenye ile varanda ambayo ndege ile ilikuwa imebeba. Basi ile nyumba na ile varanda zilikuwa zimeshikamanishwa, na yule mtu alikuwa pale mbele kama vile tinga huwa inainua kijembe. Basi yeye akabebwa, akatolewa mbinguni, akaletwa mpaka chini. Na hiyo ndege kubwa iliyofuata lile sanduku hewani, na lile sanduku lilipotua, basi kule katika ule uwanja, basi zile ndege nazo zikapaa zikaenda mbinguni. Watu wote wengi sana wakaenda kuliona mahali lilipotua lile sanduku kubwa. Na mtu yule mfano wa mtu aliyekuwa na mfano wa mawingu masafi meupe akatokea pale akasema,
nitawalipisha watu 50 bob kwenda kuliona. Nami niliona hapo katika ule uwanja askari polisi, lakini hawakujali wala hawakujua kile kilikuwa kinaendelea. Nikasikia sauti ikisema, chochote kitakachofanyika, watu wa kwanza kujua wanakuwaga ni raia. Watakuwa wa kwanza kujua na kuelewa. Basi nikaona nina uwezo wa kusema lile sanduku litoke pale liende kwetu nyumbani. Basi nilipoamka nikamuomba Baba Elohim kuhusu yale maono makubwa aliyonionyesha. Nami naliomba, Elohim wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, kama vile ulivyomuonyesha Yeremia, utamuonyesha mambo magumu na mazito yasiyoyajua, nami mambo hayo ni magumu kwangu, mimi siyaelewi, nisaidie. Basi nilipokuwa naomba, nikaona niko mahali na nikaona ni watakatifu wengi wamepanga laini huko, wako pande mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto, na yale mavazi meupe kama lile sanduku lililoshuka walifanana, na wamepiga magoti. Basi walipokuwa wamepiga magoti pale, Yahshua akatokea, akaanza kupita katikati yao, na wakainama mpaka nchi wakamsujudia wote, laini zote, wote wakamsujudu huko akiendelea. Naye ana mavazi kama yao, naye yafanana na lile sanduku pia na zile ndege, mavazi ya kitani safi yaliyofanana na mawingu meupe na watakatifu, na mfano pia wa zile ndege zilizokuwa zimeenda mbinguni. Yahshua mwenyewe nikamuona, na nikasikia sauti ikisema, Mesia akatokea, ikasema, Mesia anayajua mambo hayo. Hayo yalikuwa ni maono ya tarehe 16 mwezi wa pili 2020. Pia maono ya 2021 tarehe 6 ambayo nimeanakili hapa, nikaona katika niko katika nchi ya Nairobi. Na nilipokuwa katika Nairobi, nikaona kwamba kuna ndege zinapaa juu, na ndege hizo zilikuwa ni ndege za vita. Basi tukakimbia, kila mtu akakimbia, nikajificha kwa duka moja ambalo lilikuwa karibu, kwa sababu niliona ni kama vita imetokea. Nikaingia ndani ya duka, na sisi tulipoingia ndani ya duka, nikaona ni majeshi yako nje ya lile duka. Basi nikasikia akiambia kila mtu na akae ndani na asitoke. Basi nikamwambia yule mtu ambaye alikuwa ananiuzia vitu, mimi sitaenda nyumbani, nitakaa hapa mpaka kukuche, maana sijui nini kitakachotokea. Basi kulipokucha, nikaona sasa wale wanajeshi walikuwa ni kama polisi, wamevaa mavazi ya green. Wakatoka pale, wakaturuhusu tutoke, na wakasema kila mtu naende nyumbani. Basi nikaenda kutafuta gari ya kuambili, na nilipoambili gari pale katika stage moja pale fire station, nikaingia ndani tukiwa watu wengi, alafu tukakuja nyumbani. Nilipofika hapa Gashie, nikakuta pia mapolisi wamejaa, na kila mtu alikuwa naambiwa akae kwa nyumba, na ndio alikuwa natulinda. Baadaye nikaona sasa, tulipokuwa tumekaa, nikaona sasa wanajeshi wametokea, na walikuwa na mavazi ama kofia nyekundu na mavazi ya kijeshi. Wote wakaingia kila boma alikuwa akiingia wakiongea na watu. Basi na wale askari wakasema, je, na wale watu waliogopa kwa sababu walishindwa, wale wanajeshi wametokea wapi? Basi nikaona tena sasa kila kitu kimerudi shwari, na wale wanajeshi wametuliza, na mambo yamepata kurudi kama hali ilivyokuwa. Lakini si kwenda tukiendelea na kazi, bali tulikaa nyumbani kukatulia, na hakukuwa na hofu mpaka na nikasikia sauti ikisema watu wasubiri kwa sababu mambo yatakuwa shwari. Hayo mambo yakaishia pale, na nikashukuru Baba kwa sababu ya yale maono ambayo niliweza kuyaona. Nataka niseme nini katika mambo haya? Tunasikia katika maandiko Yahshua anajiandaa, na mambo hayo tunasikia kila wakati, na ufalme wa Masihi unaenda kurudi katika dunia, na Elohim atamtuma kuja kuihukumu dunia. Na ni halali kwamba yeye atakapokuja, yeye ni njia, kweli na uzima, na Elohim amempa mwana hukumu ahukumu dunia.
yeye aliye chipukizi wa Daudi, jina lake Masihi, atakuja kuhukumu dunia, na yeye ni mtakatifu wa Elohim, na atamiliki pamoja na watakatifu kama nilivyoonyeshwa. Basi na pia katika nchi yetu, Baba tusaidie, kwa sababu tuna mambo ambayo yanaweza kuja, na lakini Baba kwa sababu ya upendo wake atatuzuia. Ni heri kuiombea nchi, kwa sababu mambo yakitokea mabaya watu ndio huwa naumia. Lakini ajabu ni kwamba Elohimu wa mbingu, katika Danieli 2 na mstari wa 20 nitasoma. Danieli 2 na mstari wake wa 20 nitasoma pale, kwa sababu Bwana ndiye afanyaye mambo haya. Danieli 2 na mstari wa 20 nitasoma kwa haraka, na inasema hivi 2 verse 20 inasema nini? Inasema hivi: na Danieli akajibu akasema, na ahimidiwe jina la Elohim wa milele na milele, kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme, kuamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Na yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Kwa hivyo Elohim ama Baba wa mbinguni ndiye anayetoa wafalme na kumilikisha wengine. Kwa hivyo kazi yetu sisi ni kumuomba atusaidie, kwa sababu mambo yakienda hivyo hatakuwa mazuri katika nchi. Lakini kwa sababu ya upendo wa Baba, watakatifu wake watakaa kwa usalama. Kwa hivyo ni maono ya Elohim siku za mwisho. Masihi anakuja, mambo haya yote yanayo, atamiliki kwa haki, mfalme mtakatifu wa Bwana ambaye ametumwa kumiliki katika dunia. Kwa hivyo hayo yote ni maono ya haki, na yanaenda kutendeka kama vile Bwana alivyosema. They never to my